Ndugu wananchi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu kwa kutujalia uhai na kutuwezesha kuifikia siku hii ambapo tunaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mwaka huu 1445 Hijria sawa na mwaka wa 2024 Miladia. Kwa hakika hii ni neema kubwa kwetu kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao waumini tumeamrishwa tufunge na kufanya ibada nyingine kwa wingi zikiwemo za faradhi na sunna ili tupate kuwa wacha Mungu. Ndugu wananchi, namna bora ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni neema kwetu ni kujiandaa kwa kukithirisha kufanya mambo mema, ikiwa ni pamoja na kusoma Qur'ani na kuyaelewa mafundisho yake pamoja na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kusali sala za faradhi na sunna, kutoa sadaka na kuwa na tabia njema kwa madhumuni ya kuweka heshima kwa mwezi huu mtukufu. Ni jambo jema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuendeleza utaratibu wa kuendesha darsa mbalimbali ambazo huandaliwa maalum katika mwezi huu ili zituongezee maarifa na elimu itakayotuwezesha kufanya ibada zetu kwa ubora zaidi. Kadhalika tuendelee kuhimizana umuhimu wa kuhudhuria darasa hizo, tuzingatie mafunzo yanayotolewa ili tukuze imani zetu na ucha Mungu, mambo ambayo yatatuwezesha kujikinga na makatazo ya Mola wetu na kufanya yanayomridhisha ili kuweza kufanikiwa hapa duniani na kesho mbele ya haki. Ndugu wananchi, mafundisho ya dini yanatuhimiza kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kuchuma mema, kwa kuwa Mwenyezi Mungu huwalipa waja wake fadhila nyingi kwa kufanyiana wema, ihsani na kuhurumiana. Napenda niwasihi wananchi wenzangu kutumia neema hii ya Mwenyezi Mungu kwa kuonyesha mapenzi baina yetu, kuondoleana chuki, husda na mifarakano ya aina zote katika jamii zetu, kwani kwa kufanya hivyo Mwenyezi Mungu atatuzidishia baraka, neema, amani na utulivu. Katika kufanya ihsani na kuhurumiana, tuazimie kuendelea kuwasaidia watu wenye mahitaji wakiwemo wajane, mayatima, wazee, watu wasiojiweza na wote wenye mahitaji ili kuwapunguzia shida ya kupata mahitaji hasa ya futari. Jambo hili ni muhimu ili kuwapa wenzetu hawa faraja na furaha na kujenga mapenzi baina yetu. Taarifa kutoka Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda imetuthibitishia kuwepo kwa bidhaa za kutosha za vyakula vinavyotumika zaidi katika mwezi wa Ramadhani, hasa unga, sukari, mchele na mafuta ya kupikia kwenye maghala mbalimbali ya wafanyabiashara hapa nchini. Napenda niwashukuru tena wafanyabiashara wetu kwa maandalizi yao hayo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuendelea kuwepo kwa bidhaa hizo na mazao mbalimbali ya chakula kwenye mwezi wa Ramadhani na hata baada ya Ramadhani ili ziweze kupatikana kwa bei nafuu. Nitumie fursa hii kuwakumbusha wafanyabiashara kutokuutumia mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kutaka kuchuma faida zaidi kwa kuwauzia wananchi bidhaa hasa za chakula kwa bei kubwa pasi na sababu. Nazitaka mamlaka zinazohusika zisimamie ipasavyo bei za bidhaa katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuhakikisha hazipandishwi bila ya sababu, na wahakikishe wafanyabiashara wanatekeleza makubaliano ya kutopandisha bei kama tulivyokubaliana siku ya tarehe 26 Februari 2024 nilipozungumza na baadhi yao wakati nikiyatembelea masoko ya Jumbi, Darajani na Malindi. Aidha, natumia fursa hii kuvitaka vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe hali ya ulinzi na usalama inaimarika katika mwezi wa Ramadhani ili kuwapa wananchi mazingira mazuri zaidi ya kutekeleza ibada katika hali ya amani na utulivu. Ndugu wananchi, namalizia nasaha zangu za kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kukuombeni tuendeleze utamaduni wetu wa kuuheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuacha kufanya mambo yote ambayo ni kinyume na mwezi huu. Tuendelee kutii sheria, tuepuke mambo ya maudhi au karaha kwa watu waliofunga. Tuendelee kuishi kwa kustahamiliana, jambo ambalo limesaidia sana kuendelea kudumu kwa amani katika nchi yetu. Namuomba Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kuitekeleza ibada ya saumu na ibada nyingine katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tunufaike na utukufu wa mwezi huu. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika kupata riziki za halali na atupe afya njema na ikhlas katika ibada zote ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine yote.
na muomba Mwenyezi Mungu aendelee kuidumisha nchi yetu katika amani, umoja na mshikamano. Atuzidishie imani na ucha Mungu kwa baraka na utukufu wa mwezi wa Ramadhani, ili tufanikiwe hapa duniani na kesho akhera. Amin. Na kutakieni nyote Ramadhan Karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.